kwa majina naitwa Sefu Ali Sefu. Ni mfanyabiashara hapa Chanika. Kinachosumbua kwa kero yangu aidha kwa jamii inayozunguka hapa Chanika ni juu ya swala la parking. Mabajaji yanapaki mbele ya biashara zetu. Tunashindwa kufanya biashara. Wabajaji kama analipa wanajuana wao wenyewe masuala ya malipo wanapolipa huko serikalini. Lakini sisi tunalipa pesa nyingi sana kwa serikali. Cha ajabu bajaji wanakuja kupaki mpaka mlangoni. Kumtoa bajaji kwa usitutoa serikali ya mtaa. Ukimuuliza nenda kituo cha polisi. Sisi barabara yani wanakuwa na majibu ya ajabu ambapo sisi tunalifikiwa na watu wa TRA, watu wa leseni tunalipa vizuri, tunashindwa kuonyesha biashara zetu. Mpaka juzi kuna mtu amekuja dukani kwangu na bajaji kavunja stuli za viti. Mimi nauza biashara ya vyombo. Nimekamata naye pale akasema twende polisi. Sasa niko peke yangu, nimpeleke polisi na atakayebaki anaangalia usalama wa biashara yangu. Kwa hiyo wageni mliofika hapa, kero zaidi ni bajaji na mabuta. Mwatafutie mahala, kama wanatoka huko wanakotoka waje kupaki kwa niaba ya kupeleka mzigo wanapopeleka. Lakini sije ikawa duka langu liko hapa na yeye anakuja hapo hapo. Mahala wanapowekea bajaji zinasimama hapo stendi. Lakini cha ajabu wanakuja mpaka mitaani tuliko sisi kwenye biashara. Na hawaziwi, ukimziwia basi jiandae vizuri. Unaweza kupigwa mtama hapo. Maana ni watu hatari vijana wale. Kwa hiyo kwa usalama wetu tunaomba serikali iweze kuwatafutia watu wa bajaji, matoyo na hata hawa bodaboda nao wamekuwa kero, wanamgambo wanaokamata ovyo, wanaokuja kununua biashara kwetu sisi. Nilikuwa na mambo mawili. Moja ni upande wa service levy na wengine ni upande wa leseni. Service levy tulolipia mwezi wa pili, mwezi wa tatu tumelipishwa 10,000 kwa mwezi. Na kati hapo mheshimiwa akasema service levy ni 5,000 kwa mwezi. Sasa sisi tumelipia 10,000 kwa mwezi, ina maana tumelipia miezi mitatu kwa 30,000. Namba 2, tulikuwa tunaomba watu wenye vibanda tupunguziwe kodi. Tunalipia 200,000 kwa mwaka, ni nyingi sana. Misingi tunayo midogo, na ndio maana unakuta wafanyabiashara wanakimbia kwa sababu misingi yao ni midogo kuliko kodi wanazolipa. Ni 200,000 ni kodi ya nini? 200,000 kodi ya nini? Leseni ni wakala tena wenye vibanda. Vibanda ambavyo vinaweza vikahamishika tunalipishwa 200,000. Haiwezekani, na mimi kama mwenyekiti wa biashara siwezi kukubali hiyo. Haiwezekani mtu akanunua na huku usafiri wa huku ni bodaboda. Kwa sababu huko ndani huko hata sehemu nyingine magari hayafiki. Haiwezekani mtu akanunua kitu hapa, alafu akawekewa kwenye bodaboda, alafu mtu akamkamata huko mtaani. Haiwezekani. Huyu mtu anapaki hapa. Kama kuna tozo ya kumtoza, mtozeni akiwa amepaki hapa. So ni transit ya goods. Na hiyo tabia hatuitaki kabisa katika jumuiya ya wafanyabiashara, tunailani na hatuwezi kuikubali. Na ndio maana viongozi wako hapa. Na mimi nataka hiyo kauli waitoe hapa. Kero kama hizo nimesema tutaacha uongozi huu hapa uongozi wa mwenyekiti wa wafanyabiashara hapa Chanika. Atakana wenye vitu wa serikali za mitaa kama alivyoagiza mwakilishi wa mkuu wa wilaya. Mtaainisha kero. Tunaelewana jamani? Kwa maandishi. Hizo kero tutazifanyia kazi hata kama nyie hampo. Mtaona tu mambo yako shwari. Tunaelewana? Tunataka biashara zifanyike. Tutumie busara sasa. Kwa sababu huu mkutano wetu ndio wa kwanza. Na tumesikia kero kubwa zimezongelewa hapa. Kero zitaendelea kupokelewa kwa maandishi. Mwenyekiti wa hapa atafanya kikao kingine cha jumuiya hapa na nitamke rasmi sasa. Hii inaitwa Chanika Square. Ndio mtakuwa mnafanya mikutano. Unajua kuna Kariakoo tuna sehemu tunaitwa Raha Square. Mpaka waziri mkuu ashafika pale. Mtu ambaye hajafika ni rais. Na tumemwomba afike. Viongozi wote wanafika pale, tunakunywa kahawa, tunaongea nao. Si sawa? Tunaita Raha Square. Sasa na hapa mwenyekiti paitwe Chanika Square. Kwa hiyo hii ndio itakuwa Chanika Square ya nyinyi wafanyabiashara kuongelea mambo yenu. Sawa?
Na mwenyekiti, na kuomba na uongozi, katibu nimekuona bado una afya kabisa, una nguvu. Simamia jumuiya hapa. Simamia jumuiya, itisha mikutano mara kwa mara, andika kero za wafanyabiashara. Alafu hizo kero ziwakilishe kwa msaidizi wa mkuu wa wilaya au kwa mfanyabiashara wa kanda, mkuu wa kanda, au kwa mfanyabiashara mkuu au kwa mkurugenzi. Yote hiyo. Upande wa TRA tunaye Kowelo, nitakupa namba yake. Afisa mahusiano huyu na habari. Utampelekea direct, lakini meneja wa TRA tunaye. Na wewe uko naye karibu. Nina imani katika mikutano tunaofanya hatuwezi kupata wengi wa wafanyabiashara wako hapa. Kwa hiyo ni kikao ambacho muhimu na changamoto nyingi walizowasilisha ambao tumejifunza hapa sasa hivi. Kuanzia mwanzo ukiangalia service levy kwa namna na ukubwa ambao walikuwa wanaelezea sio uhalisia ambao upo kutokana na ukosefu wa elimu ambao haujafanyika katika wafanyabiashara wetu. Hivyo hapa nilikuwa nawasiliana na Mheshimiwa Mkuu alielekeza kwamba sasa taasisi zote za serikali tumesogeza TRA na Mheshimiwa Mkuu ndio mwenyekiti wa kamati ya ushauri wa biashara. Sijui wa TRA. Kwa hiyo ameelekeza sasa watu wa TRA mtoke na nyie mrudi kwa wafanyabiashara kutoa elimu. Tutoke maofisini na maelekezo ya Mheshimiwa Rais ametuelekeza kwamba wote tutoke tukawafuate wafanyabiashara moja kwa moja kule chini. Ndio maelekezo ya mwisho. Ona Mheshimiwa Mkuu anaendelea kuelekeza TRA tutoke tukaribishe wafanyabiashara kule. Lakini kabla hapo tuwe na magari ya matangazo, sio unasema mkalipe biashara, mkalipe kiasi gani? Hapana. Liwe linaenda kwa mwendo mdogo likitoa elimu. Kwa sababu gari na kutoa elimu unasikia imeshafika Msongola kule ndio unasikia TRA. Kwa sasa ule elimu atapataje wafanyabiashara? Ndio changamoto kubwa ambayo tunayo. Kwa hiyo biashara magari yenu mnapokuwa nayo yanaenda mwendo mdogo, yanasimama kidogo kuwapa nafasi. Ndio mnajiwekea malengo. Angalau kwa kata moja, angalau kwa siku nzima mnaweza kupata nafasi ya kutangaza kwa matangazo ya magari yenu ambayo mnajua kufanya. Hivyo ni pamoja na halmashauri ya miji ambao kanda na bajaji ambao tumewekea pamoja na magari mengine. Ili kuondoa sasa changamoto. Kiangalia changamoto zote za wafanyabiashara kwa mengine zinazoelekezwa zote hapa. Ni changamoto ndogo kwa service levy. Ni 15,000 kwa miezi mitatu. Ambao tukipita kwa wafanyabiashara kawaida katika michango mbalimbali wanachangia hata zaidi ya pale. Ila tatizo la kwetu ni kukosa nini? Kukosa elimu ya kutosha. Kwa hiyo tuelekeze sasa mtoke watu wa kanda, tumesogeza kanda huku ili angalau kuwafikia wafanyabiashara na kutoa elimu hizo waweze kulipa kodi vizuri. Kwa hiyo sio kuwasumbua na kuwakamata. Tuelekeze katika kodi mbalimbali ambazo tunaendelea nazo. Tuwape ndani ya mwezi mmoja mmekamilisha utoaji wa elimu kuweza kuwafikia wafanyabiashara na kuondoa changamoto. Na hivyo wafanyabiashara sisi tunawashukuru mno kwa namna ambayo mmefanya mkutano wenu. Na mimi niangalie sisi wote hapa tumefunga. Lakini wengi hapa pamoja na kipindi hiki hapa walikuwa na hamu kuendelea kusikiliza na wamekusanyika. Lakini ukiangalia yote ambayo wafanyabiashara wanasema ni changamoto ndogo ndogo ambazo sisi kama serikali hatujatoa elimu ya kutosha ili kuweza kupunguza hizo changamoto zilizopo, ili tuendelee kusanya pesa kama tunavyotegemea. Lakini kuna changamoto nyingine inakuja swala la ulinzi shirikishi. Kuna ulinzi ambao tumesema hapa. Jamani, niwaombe sana. Masuala ya ulinzi ni masuala mtambuka. Na masuala ambayo kwa upana wake yana taratibu na masuala mengine mnafahamu. Nilikuwa nataniana na mmoja hapa. Kwenye mitaa yetu tuache biashara zetu. Rudi kwenye mitaa yetu. Tunaishi. Hapa umeweka Yema Shefa, umeweka mlinzi wa mbwa. Una waya zile za umeme kumezungusha wengine mmejiongeza, mnakuwa kuku wengine, na sisi tuna mambo tunatipa asilia tumejiongeza tena kule kwa waganga tumejiongeza. Yaani vyote ni kujiongeza kwa sababu ya nini? Ulinzi. Lakini bado kule tunaunda ulinzi shirikishi. Ni waombe kwa biashara. Kuweka mlinzi sio kwamba utaijua. Ni sisi kwa pamoja tuweze kushirikiana kuongeza ulinzi wa mali na maswali mbalimbali. Kwa sababu kufikiria hapa nyuma hapa tulifanya uzembe na kuondoa swala la uratibu na kutambua watu wanaoingia na kutoka.
tumekuta tumeingia na watu walikuwa wanapiga roda kwanza nini? Wale vijana wadogo kwanza nini? Nyarodi. Sinakumbuka. Oni uzembe wa masuala haya masuala ya ulinzi kuanza kujadili na kuyapima. Masuala ya amani, masuala ya ulinzi. Maeneo yote duniani kila siku tunaendelea kuboresha, wengine tunafunga kamera na sasa hivi tumeongeza kuanzia Kariakoo tunaanza kufunga kamera ili kuweza kutambua kwa sababu biashara sasa hivi tunasema ni masaa 24. Kwa hiyo na mambo mbalimbali na changamoto ambazo tushirikiane kwa pamoja ili kuweza kuboresha ulinzi wa maeneo yetu. Niwaombe sana. Ulinzi una gharama na ulinzi unatakiwa kuboresha kwa kila siku kwa teknolojia mbalimbali. Wengine ndio maana nikasema tuna teknolojia kuanzia hizi za kimfumo mpaka za asilia nilikuwa nasema hapa. Mambo haya yote ukiyajumlisha pamoja ndio tunajenga ulinzi. Fikiria kama unaweka mlinzi pale, unaweka vikundi vya ulinzi shirikishi. Tunapatua hapa za usidini na mambo mbalimbali ambayo tunafanya. Sasa wewe fikiria kama inatokea hivyo, lakini mambo yanatokea hivyo tukisingeza kabisa ni kwaje. Kwa hiyo niwaombe tukae vikao vya pamoja kujadiliana, kutatua na kufikiria kutatua changamoto. Hawa wanaiba maeneo yetu hawa. Haya wanaiba huko. Ni sisi ambao tunashirikiana pamoja na mara nyingine tunafanyana. Na mimi niwaambie siri moja kwa sababu sisi ndio wenye vitu wa kamati ya ulinzi wa usalama tunatambua. Wengine mwenyekiti wa biashara ni washindani wa biashara hapa. Unamuona mwenzako anafanya biashara zaidi ili wewe kufanya biashara unatumia watu wale kuiba. Ndio changamoto ndani yake ambazo tunazo, ndio masuala haya yanayotokea. Sasa tusokaa vizuri tukaanza pia siasa kama hizi, tunaweza tukajikuta tumeleta umwe la ulinzi mkubwa ambao sisi wilaya tumecontrol. Kwa sasa hivi ukiangalia maeneo yetu ndani ya wilaya Ilala, wizi sio kama ulikuwa nyuma. Mheshimiwa Mkuu wa Wilaya pamoja na hizi kanda za mawasiliano zilizokaa maeneo haya tumegawanya hapa. Hapa kuna kituo cha polisi cha wilaya. Tumeboresha hivi ili kuweza kukava eneo dogo na kutoa huduma katika ukubwa kutokana na maeneo haya. Niwaombe masuala ya ulinzi, hebu tuwacheni wataalamu wale masuala ya ulinzi, sisi tuweze kutoa ushirikiano ili kuweza kufanikisha ulinzi katika maeneo yetu yaweze kufanyika. Kama kuna changamoto ya taratibu na ulipaji wa maeneo hayo, sasa tufikie kujadiliana na kutatua changamoto hili ili sio kupunguza ulinzi katika maeneo. Sisi tujiongeze, unaweza ulinzi wetu tuweze kutumia ulinzi shirikishi, usidia kwenye patrol yetu, tuendelee kuboresha biashara yetu iweze kukaa. Kwa nini? Kwa amani na mashauri mengine yazifanyika.